lakini yawezekana ilimpendeza Mungu hili litimie, na mimi kuwawakilisha viongozi wetu, kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Martin Ruben Shigela pamoja na ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa kwenye kushuhudia tukio hili la utiaji wa saini wa mkataba huu mkubwa wa ujenzi wa stendi ya kisasa katika manispaa yetu ya Geita. Tumepewa wenyewe hapa, leo limetuangukia, tushuhudie wenyewe, tusimamie wenyewe na tuianze safari pamoja ya kuhakikisha mkandarasi anatimiza yaliyoko ndani ya mkataba. Hii ni sawa na kwamba mchawi mpe mtoto akulele. Leo tumepewa wenyewe, tumesimamia wenyewe. Nataka niwaahidi wana Geita, mwanzo wa hotuba yangu, kwa niaba ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya waziri wetu ofisi ya Rais TAMISEMI mtukazi Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Martin Ruben Shigela, kiongozi hodari, makini na shupavu na mfuatiliaji, kwa niaba ya viongozi hao tutasimamia kikamilifu mradi huu uanze kutekelezwa kwa wakati, ukamilike kwa wakati na ulete matokeo. Na wana Geita kwa sasa hawana maneno mengi wanayohitaji, wanahitaji kuona stendi mpya ya kisasa ikitokea katika manispaa yetu ya Geita. Ndugu zangu, mara baada ya maneno hayo ya utangulizi, naomba sasa mridhie niweze kutoa neno fupi na hatimaye tuweze kufika mwisho wa shughuli hii. Jambo la kwanza kabisa, kwa niaba ya viongozi wetu, naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kazi kubwa na njema ambayo ameendelea kuifanya katika taifa letu la Tanzania, lakini kubwa kuliko kwa namna ambavyo amekuwa ni mwanamageuzi wa kweli wa kuigeuza manispaa yetu ya Geita kwa kuiletea miradi mikubwa ya kimkakati yenye tija ndani ya wilaya yetu. Tumpigie makofi mengi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wana Geita, leo yamekuwa kilio kikubwa cha wana Geita ilikuwa ni kupata stendi ya kisasa, kilio kikubwa kabisa. Na hivi karibuni Mwenyezi Mungu alitupa mtihani wa mvua kubwa ambayo ilinyesha. Eneo letu tunalolitumia kama stendi kwa sasa lilijaa maji kweli kweli. Sote tulichanganyikiwa. Kwa wageni wetu akina Mpoto, mimi na kamati ya usalama tulikwenda kwenye eneo lile. Lilikuwa limejaa maji kweli kweli, magari mengine yanaelea. Ilikuwa kuwaambia wana Geita kwamba hapa Daktari Samia Suluhu Hassan atafanya maajabu. Wengi walikuwa hawaamini, kwa sababu Mheshimiwa mbunge amekwisha ongea muda mrefu, madiwani wamezungumza, Chama cha Mapinduzi kimezungumza. Lakini kwa ujasiri mkubwa tuliwaambia tunaye rais wa nchi ambaye ndani ya muda mchache ameonyesha uwezo mkubwa wa kuyafanya yasiyowezekana yawezekane kwa haraka na kwa wakati. Stendi ndani ya wilaya yetu ya Geita itajengwa. Wengi hawakuamini, lakini leo kwa ujasiri mkubwa na kwa furaha kubwa na bashasha, nayo heshima kusema hayawi sasa yamekuwa. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, stendi mpya ya kisasa inajengwa na sote tumeshuhudia utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa stendi hiyo. Asante sana mama, asante sana Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya njema. Na sisi wana Geita tunasema tunalo deni kubwa sana la kukulipa. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kazi yetu kubwa ni kuonyesha upendo wetu katika sanduku la kura kwa kuhakikisha unaendelea tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka mingine 5 kwa kazi kubwa ulioifanyia wilaya yetu ya Geita na manispaa yetu ya Geita.